Usalama barabarani. Maisha yako. Maisha yako. Usalama barabarani. Maisha yako. Maisha yako. Usalama wa barabarani ni muhimu kwa wanafunzi wa shule za msingi kwa sababu husaidia kulinda maisha yao. Wanapojua jinsi ya kuvuka barabara kwa usalama, kutembea kwenye njia za waenda kwa miguu na kutambua alama za barabarani, wanapunguza hatari ya ajali. Pia wanapojua sheria za barabarani, wanajua jinsi ya kutumia usafiri kwa usalama, na hii inawawezesha kufika shuleni na kurudi nyumbani bila matatizo. Hata hivyo, usalama barabarani unawezesha wanafunzi kuwa salama na kuepuka ajali. Hivyo usalama wa barabarani kwa wanafunzi ni muhimu sana ili kuwalinda dhidi ya ajali wakati wanapotumia barabara kwenda na kurudi shuleni. Hata hivyo, mwalimu mkuu ameeleza kuwa umuhimu wa elimu ya usalama barabarani kwa wanafunzi wa shule ya msingi unavyowasaidia kupunguza ajali za barabarani kwa wanafunzi, hususani kwa shule za msingi. Msiankili Wilson Mwampala ni mwalimu mkuu msaidizi shule ya msingi Morobona. Elimu hii iliyotolewa ya usalama barabarani itasaidia wanafunzi kwa ajili ya usalama wao katika kuvuka barabarani, kwani imekuwa changamoto kubwa sana kuvuka kuja shuleni na kurudi nyumbani, kwa ajili mara nyingi walikuwa wanapata ajali. Lakini kwa elimu hii walioipata, tunaamini wanafunzi wote watakuwa salama kwa ajili ya kuvuka barabara. Ni wanafunzi wawili waliokwisha kupata ajali, ni mmoja aliumia miguu, lakini mwingine alivunjika mkono. Lakini tunashukuru kwa elimu hii aliyoipata, itasaidia katika kuwa makini katika kuvuka barabara. Kama shule kuna masomo mbalimbali yanayofundisha juu ya alama za barabarani, hasa somo la sayansi, wanajifunza alama za barabarani, na pia mara nyingi kuna klabu ya usalama barabarani, kwa walimu wanakuwa wanaendelea kuwakumbusha na kuwafundisha juu ya usalama barabarani. Hawa ni baadhi ya wanafunzi waliokumbana na ulemavu uliosababishwa na ajali barabarani kwa kutokutambua alama za barabarani. Nilipata ajali ya pikipiki, ilikuwa asubuhi na kuja shule. Nilikuwa napita pembeni ya barabara, pikipiki ikaja kwa spidi, ilikuja ilikuwa naenda kuchukua mafuta. Nilikuwa naenda kuchukua mafuta, ikafika na mgonga na ikakimbia. Elimu niliyopata leo na jifunza elimu ya mguu kushoto. Kwa jina naitwa Joy Boniface. Nilipata ajali ya bajaji. Tulikuwa tumeenda kutembea mwaka mpya. Tulifika ile sehemu palikuwa kuna shimo, bajaji ikapinduka. Mtu akaja akafika nyuma bajaji, tukapona, lakini nitavuka mkono. Elimu ya leo niliyopata, hata siku nyingine nikiwa hata kwenye usafiri itanisaidia. Ukitaka kuvuka barabara ambayo haina kivuko, unaangalia upande wa kulia, alafu unafuata kushoto, unarudi tena kulia, alafu ndio unavuka. Je, jukumu la usalama wa watoto barabarani ni la nani? Ambapo afande wa usalama barabarani wanaojulikana kama traffic amejibu swali hili na kutoa ufafanuzi kuhusu kutoa elimu kabla, baada ya kutoa elimu ni vipi imesaidia. Afande Emmanuel katika kikosi cha usalama barabarani la Kasulu. Kuhakikisha watoto wako salama ni jukumu letu. Pia tunahakikisha vivuko vile vya waenda kwa miguu anakuwepo askari kuanzia asubuhi mpaka ile muda wanafunzi kurudi nyumbani. Lakini pia tunatoa elimu mashuleni, elimu zetu ya kila siku. Sasa ni kama hivi tunavyoendeleza, ndio jukumu letu askari. Hapo tunasema ni matokeo. Kwanza moja, yamepunguza ajali kwa asilimia nyingi kubwa tofauti na awali. Sasa kidogo ni matokeo ya ajali zinazohusisha wanafunzi ama watembea kwa miguu imekuwa kidogo ni pungufu. Sasa ni watu changamoto pale Kijanamo, lakini baada ya zoezi la swala la elimu na namna ambayo sasa tunaamua kuchukua hizo taratibu, jeshi la polisi limeboresha hususan kwenye upande wa usalama, upande wa elimu. Tunatoa elimu na tunahakikisha tunawavusha watoto wakati wote na tunakaa nao kuweka jirani, hasa kwenye sehemu zao zile. Kila shule tunapita, kuna polisi jamii wenzetu wao wanapita kule na sisi tunapata nao pamoja kuhakikisha
watoto wanasafiri na wanakwenda mashuleni salama. Pia tofauti na hapo, huwa tunaziitisha, kwa mfano hizi shule zetu za hapa mjini tunawaitisha wale wenye shule binafsi. Kwa hiyo magari yao binafsi wale tunawaita, na wale wenye shule mbalimbali tunawapa elimu na vyombo vyao vinakaguliwa. Kwa wazazi, mimi naweza nikaomba tu neno moja, wasiseme tu kwa kuwa mtoto anakwenda shule, jukumu lake pia yeye hata yeye kumsindikiza au kumpa support sehemu zenye vivuko. Wasiwache jeshi la polisi tu peke yao, ama wadau wengine wa usalama barabarani, ama watu wengine wanaotoa elimu ya barabara na watumiaji wengine. Mtoto mzazi au mtu wa kwanza sasa kumsikote mtoto wake pale anapokuwa anaona kuna changamoto. Kwa mfano wazazi wanaokaa Kasulu, maeneo ya Kumsenga, wanaokaa Nyasha, hatukatai askari anakuwepo pale, lakini unakuta mtoto mwingine mdogo kabisa, mzazi anataka amwacha aende mwenyewe tu. Basi wewe unataka jirani yako mtoto mmoja ambaye ana umri kidogo wa kadri, amshike hata mkono au mfikishe mwenyewe sehemu za vivuko zile. Akisha amevuka salama mtoto, na ujue yeye mtoto muda wa kurudi shule ndio muda wake, nenda kamfushe au nenda pale kampokea yale maeneo ambayo korofi, sitegemee msaada tu. Mkuu wa kituo cha kikanda cha umahiri katika usalama barabarani NIT Godlisten Msumanje ameeleza kwa undani zaidi kuhusu elimu hii ya usalama wa barabarani. Katika zoezi hili la ufundishaji na utoaji wa elimu, tunawalenga wanafunzi wa shule za msingi, lakini pia tunalenga madereva bodaboda, bajaji na madereva wa magari madogo. Kwa huku Kasulu wanaita mchomoko, kwa maeneo mengine wanaita daladala kama kule Dar es Salaam. Lengo kuu ni kutaka kuwajengea uelewa wa matumizi sahihi ya barabara, ili waweze kutumia barabara zetu kwa usahihi, ili tuweze kupunguza ajali. Kwa sababu moja ya vyanzo vya ajali ni makosa ya banadamu, ambao kama unavyokumbuka hotuba ya Mheshimiwa Rais wakati anafunga mwaka wa 2024 na kukaribisha mwaka mpya, Samia Suluhu Hassan alizungumzia changamoto ya ajali, na ya kwamba ajali kwa takwimu ambazo zilitaja na pia jeshi la polisi, watu 1715 wamefariki mwaka 2024, lakini watu 2700 walipata majeraha mbalimbali na wengine walipata ulemavu. Kwa takwimu hizi ukiangalia, kwa mwaka mmoja unazungumzia watu zaidi ya 4000 waliopata madhila mbalimbali. Unapoangalia watu hawa ni madhara haya yanaenda paka kwenye familia zao, kwenye uchumi wa nchi, ni mzigo pia kwenye matibabu, kwa maana serikali na pato la taifa vile vile linaathirika. Kwa hiyo elimu hii inalenga kusaidia kupunguza madhara haya. Ndio maana tunasema kama tusipofanya chochote kwa miaka 10 ijayo, maana yake tunazungumzia zaidi ya watu 17,000 watapoteza maisha, zaidi ya watu 20,000 watakuwa 20,700 watakuwa walemavu au na madhila mbalimbali ya majeraha. Kwa hiyo unazungumzia zaidi ya watu 40,000 ndani ya miaka 10 watakuwa wamepata changamoto ambavyo watashindwa kufanya uzalishaji. Kwa hiyo hii ni hasara kubwa kwa taifa. Ndio maana sisi kama Chuo cha Taifa cha Usafirishaji kupitia kituo hichi cha kikanda cha umahiri katika usalama barabarani, tunataka kubadilisha tabia za watembea kwa miguu, madereva na watumiaji wengine wa barabara wakiwemo bodaboda na bajaji, ili kuweza kupunguza ajali. Ukiangalia pia takwimu zinaonyesha bajaji na bodaboda wanakufa zaidi na watembea kwa miguu. Kwa ujumla wao ni kama 55%, kwa maana bajaji na bodaboda 30% wanafariki kutokana na ajali, wakati 25% hawa ni watembea kwa miguu wanapoteza maisha kutokana na ajali. Kwa hiyo tunaona asilimia hizi ni kubwa sana. Hii ni kwa mujibu wa takwimu za WHO. Kwa hiyo juhudi hizi za serikali pia za kuanzisha kituo hichi ni kusaidia kuweza kutoa elimu, kwa maana makosa mengi kama uendeshaji mbaya, usiozingatia sheria, mwendo kasi, hayo yote ni vyanzo vikuu vya ajali. Matumizi ya pombe au vileo wakati unaendesha gari. Elimu peke yake haitoshi. Ndio maana pia tuna sheria za usalama barabarani na sheria nyinginezo za kuweza kuwalazimisha wale ambao hawataki kubadilika. Kwa sababu
tunafanya elimu ili kwanza mtu aone umuhimu, ajue madhara yake, lakini anaposhindwa kufuata sasa, hiyo sheria sasa inachukua mkondo wake. Na kampeni hizi zinahamasisha watu waone umuhimu wa kutii sheria bila kushurutishwa. Na elimu hii inasisitiza kwamba usalama barabarani ni maisha yako. Usalama barabarani, maisha yako mikononi mwako. Kwa maana hiyo slogan hii au theme hii tunafanya hivi kwa sababu tunataka kuwakumbusha kwamba unapokuwa barabarani, thamani ya maisha yako umeibeba mwenyewe. Unaposhindwa kufuata utaratibu au kufuata sheria vizuri za usalama barabarani, wewe mwenyewe ndio unaathiri maisha yako. Lakini sio ya kwako peke yako, unaathiri maisha ya watu wengine. Kwa hiyo umeshikilia maisha yako na umeshikilia maisha ya watu wengine. Hebu fikiri dereva wa basi ambaye anaendesha abiria zaidi ya 60. Pale amebeba roho za watu zaidi ya 60 na yeye peke yake akiwemo. Kwa hiyo unaona ni kwa namna gani huyu mtu ukimkumbusha masuala ya usalama, bidhaa alizobeba au watu waliowabeba, ataweza Ndio maana tunahimiza juhudi za pamoja na utoaji wa elimu. Usalama barabarani ni jambo la kipaumbele kwa wanafunzi ili kuhakikisha wanakuwa salama wanapokuwa njiani kuelekea shuleni na nyumbani. Wanafunzi hasa wa shule ya msingi bado hawana uelewa kamili kwa hatari zinazoweza kuwakumba barabarani. Hivyo ni muhimu kuwafundisha na kuwaelimisha kuhusu sheria barabarani. Aidha, ni jukumu la wazazi, walimu na jamii kiujumla kuhakikisha mazingira ya shule na maeneo yanayozunguka shule yanakuwa salama kwa watoto. Nikiripoti kutoka katika chumba cha habari, ni mimi Rahma Said, Uba, Kigoma.